anaondoka, maisha mengine. Geye yuko ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mechi ya kwanza ya Mnyama Premier League ambayo inaendelea Edo. Kuna mtu anaitwa Libase Geye yuko ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mechi ya kwanza ya Mnyama Simba alikuwa na assist 2. Simba akishinda bao 2 na kuzikusanya alama 3. Mechi ya pili Mnyama anaua, Libase Geye pia anatengeneza assist nyingine. Mechi 2, assist 3. Tunaweza tukasema Simba kwa sasa iko kwenye mikono salama ya Libase Geye. Naam, Simba iko kwenye mikono salama ya Libase Geye. Simba iko kwenye mikono salama kwa sababu yeye ndiyo kiongozi wa mashambulizi kwa upande wa Simba, na Simba naona inahamisha mashambulizi kati pale kwa Chama. Sasa hivi mashambulizi yako sana pembeni kwa Libase Geye pamoja na Anicet Oura, lakini kwangu mimi Libase Geye ana stand out kwamba ndio top performer kuliko hata Oura kwangu mimi. Ndio mchezaji bora wa Simba so far kwa sasa eneo la mbele. Hata ukiangalia tuzo anazopata the man of the match zinaakisi kile ambacho anakifanya uwanjani. Alipokuja nilikuwa namuona kama mchezaji fulani kama selfish hivi, lakini sasa hivi anacheza kitimu zaidi. Yani anaangalia zaidi timu kuliko anavyojiangalia yeye. Hajaribu mara nyingi sana kwenye score isipokuwa ana create chances. Libase Geye ambaye nasikia anatakiwa Uturuki. Of course na Simba wafanya kitu kizuri, wamesema hauzwi, hajauzwa katika ile dirisha. Kwa hiyo Simba watakuwa naye. Nimesema tu kwa sababu madirisha yashafungwa. Hiyo ndio habari ambayo mashabiki na wapenzi wa Simba hawataki kuisikia. Unajua amecheza Ulaya. Sawa, lakini yuko Simba. Yani kwa kiwango chake kile ni wakumbushe tu kwamba amewahi kucheza Ulaya. Kwa hiyo ni top player, top performer wa Simba kwa sasa kwangu mimi ni Libase Geye. Tumeona mechi 2 za Simba. Kila mechi kuna mchezaji mmoja wa Simba ameonyeshwa kadi nyekundu. Na kadi nyekundu zote zimekuja kwa msaada wa video inaitwa Football Video Support ambayo imekuwa ikitumika. Hii inawaweka wapi Simba kwenye tabia hizi za wachezaji? Ibrahim Jabal ni mmoja kati ya wachezaji tegemezi kabisa kwenye kikosi cha Simba. Kacheza ule ni utoto unaweza ukaita, anapiga kiwiko, anaenda kuigharimu timu. Hii inaita tafsiri gani Edo? Sio Simba tu, kwa wakubwa Simba pamoja na Yanga. Umefika wakati wa wao kuumbuka, kwa sababu zamani wangesurvive. Kwa mfano msimu uliopita Oscar naweza nikakwambia kitu Baka. Unakumbuka ile mikeka yetu Adera ile kwamba inaletwa pale kwamba tunaanza kusoma mchezaji fulani amefungiwa na ametozwa fine sijui nini. Kwa mfano Baka msimu uliopita ile foul alocheza akafungia sijui mechi 5. Maana safari hii tunamalizana na wewe pale pale. Hapo kwa hapo. Hatukupi faida ya kumaliza mechi. Kama umecheza first half mtacheza pungufu kwa muda wote. Kwa hiyo wakubwa wawe na discipline, wajifunze. Na Oscar nimewakumbuka ndugu zangu Kevin Ondani na Juma Nyoso, ingekuwa dakika ya 5 tu. Yani Simba na Yanga zingekuwa zinacheza pungufu kwa dakika kama 85 hivi. Kama hii system ingeingia sasa hivi. Kwa hiyo wakubwa wajifunze kuwa na discipline, na kuna wakati waliitaka wenyewe. Sasa hivi wanalalamika. Wameanza kulalamika. Waliitaka wenyewe. Imekuja niliona vibanda umiza mashabiki wa Simba wakilalamika kwamba hawaitaki. Jamani vipi? Kuna mtu yuko upande wa pili anaitwa Peter Shalulile. NBC Premier League bwana imeshusha watu juu ya watu, yani umeelewa bwana. Peter Shalulile, kile ambacho kilikuwa kinatajwa na kinachoonekana uwanjani vina uwiano kiasi gani Edo? Oscar, kama umezaliwa kufunga utafunga tu. Shalulile atafunga sana kuliko hata wewe bwana. Lini? Uhitaji kumweka kwenye pressure. Yani Shalulile kama alikuwa afungi kwa bahati mbaya Afrika Kusini, akawa top scorer misimu 4. Sijui amekuwa mfungaji bora wa muda wote. Atafunga tu. Yani hilo sio inaposema atafunga sio bao moja. Anaweza kumaliza hata kwa top scorer. Tatizo letu sisi tumekuwa Waingereza kuwaweka sana wachezaji katika pressure. Lakini Shalulile ni kama Haaland. Anaweza asifunge mechi 3, afu mechi moja akafunga goli 4. Shalulile ni kama Haaland. Kwani Haaland anafunga kila siku? Lakini anakuwa top scorer kwa sababu gani? Kwenye mechi moja. Unadhani kama Shalulile angekuwa kwenye kiwango bora kabisa kile, Mamelodi Sundowns wangeweza kumwachia? Anaweza kuwa kwenye kiwango bora zaidi katika ligi yetu kuliko kule, kwa sababu kule jamaa Mosepe anachukua wachezaji kutoka Afrika Kusini au kutoka Amerika Kusini.
Yaani competition na Mamelodi ni kubwa mno. Kwani Neo Maema si huyu anacheza Simba na ni mmoja kati ya wachezaji wazuri? Lakini sio kwa sababu anakuja mida jioni. Huyu Rushain kule kuna competition kubwa, ndio maana tunazungumza, unajua unazungumzia kikosi cha mabingwa Afrika. Yaani wana uwezo wa kupush out na ubora wako. Kuna washambuliaji wawili. Yuko Shalulile ambaye anatetewa sana na yuko Dumbi ambaye anakanyagwa sana. Idadi ya mechi ni zile zile, lakini hakuna hata mmoja ambaye amemwaga cheche yani. Ni kwa sababu Shalulile amekuwa na mawakili wengi wa kumtetea. Hata Dumbi atafunga tu. Mimi nilipomuona, isipokuwa niliwahi kuongea siku moja Oscar, Simba wachezi kwa strange zake. Crosses hizi nini? Hapana, chini wanamtumia sana chini. Chini simuoni kama ni mzuri. Lakini na yeye hajafunga mabao 17 kule kwa bahati mbaya. Ila sisi sasa hivi Oscar, kwa sababu tuna ushindani mkubwa uwanjani, kwenye social media, hawa wachezaji tunaweka kwenye pressure kubwa sana. Kwa mfano ndio so amefunga mabao 2 mpaka sasa hivi, ndio unaona anazungumzwa kwa sababu si anacheza Singida. Anacheza Singida na kuna washambuliaji wengine wamesajiliwa timu nyingine hawajafunga mpaka sasa hivi, mechi 2 hizi. Hatuwazungumzi sana kwa sababu hawachezi timu zetu pendwa, lakini round ya pili tu alafu tunazungumza kuhusu Shalulile au Dumbi. Hapana, hiyo sio sawa. Na nitaka tusogee hapo hapo kwa Jonathan Soa. Wakati amejiunga na wekundu wa Msimbazi Simba mpaka kuondoka kwake, ishu kubwa ni kwamba Jonathan Soa alishindwa kuperform, na cha pili alikuwa ni mtovu wa nidhamu. Ndivyo ambavyo taarifa kutoka ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba zilikuwa zinazungumza, lakini amerudi Singida Black Stars. Kila mechi yuko kambani, hatusikii kesi zozote zile za nidhamu. Nini unapata tafsiri kwa kesi yake kubwa? Hasa Singida na Soa wana ndoa yao ambayo huwezi kuingilia. Singida na Soa wana ndoa wana ndoa yao ambayo huwezi kuingilia. Unajua kwa nini? Mambo ya ndoa sio ya kuingilia. Sio ya kuingilia. Mwanzoni alikuwa anacheza ile timu, hawakuona utovu wake wa nidhamu. Ameenda Simba. Kama ulikuwa umeona utovu wake wa nidhamu, ungeambia wewe huko wamemrudisha na anaperform na anafunga. Kwa hiyo hii ni ndoa ambayo hatutaki kuingilia. Inaonekana sisi Simba walileta kielele tu kwenye ile ndoa ambayo hawapaswi kuingilia. Wenyewe wanajuana wale. Waleta kielele kwenye ndoa ya watu. Akamchukua mke wa mtu. Kuja huku sasa anaona yule mke ana tabia mbaya. Kumbe kwa yule mume wake wala hakuwa na shida naye. Kumbe ex huwa anarudiwa. Ndio unajua leo. Si ndio Soa. Ex anarudiwa. Ex anarudiwa vizuri sana. Tunaanzia pale tulipoishia. Naam. Ni jana na leo tukiwa makao makuu ya NBC hapa Posta jijini Dar es Salaam, na tulikuwa tunaangalia kuhusiana na michezo kwa sababu NBC pia ni moja kati ya watu ambao pia wanahusika mwenye ligi yake of course. Kwa hiyo hatuwezi tukaachia hapo. Kwa hiyo ni wakati pia wa kwenda moja kwa moja kwenye jambo letu.